ingekuwa ndoto kwao. Haleluya. Sasa tunateseka, lakini hataki Mungu. Hataki ibada. Lakini kuna mtu mwingine anapenda ibada, ila anapofikiri namna ibadani kulivyo na jinsi alivyosimuliwa kwa ibadani kukoje, anaogopa kwenda ibadani. Kuna mtu amemwambia kanisani lazima uvae nguo nzuri, lazima upendeze, ndio amebeba hiyo. Kwa hiyo hawezi kuja kama hajanunua nguo mpya. Mwingine anatamani kuja ibadani, anaanza kuanza kuna nguo aina fulani za kuvaa wapi? Ibadani. Wewe hakuna hicho kitu. Ibadani wewe ndio mradi usiwe uchi. Vaa nguo yoyote mradi usiwe uchi. Hakuna sehemu ibada inasema uvae nguo aina fulani, uvae kitu fulani. Wewe t-shirt na jinsi safi. Oh, amen. Mdada umepiga nyenye lako safi. Kuna wakati umepiga na suruali yako mradi tu isikumini. Kwa sababu sisi tukaanza kuombea miguu, kumbe umeminya na suruali damu haipiti. Haleluya. Kwa ili tusipate kazi ya kuombea damu haipiti, wewe vaa ambayo itakuwa pana ili tusipate. Haleluya. Tusipate sababu ya kuombea. Kwa hiyo una kanisani hakuna ile sababu kwamba nikivaa hivi watasema hivi. Hakuna anayesema hivyo. Ukiona anasema hivyo hamna Mungu hapo. Na ukiona mtu anakuuliza mavazi yako, huyu hajaja kwa ajili ya Mungu hapa. Haleluya. Yes, oye. Na haya yote naongea habari ya neema. Hiyo ndio neema. Hiyo ndio neema. Mradi usitende dhambi. Fanya vyote vaa unavyotaka. Suka mishuko yote. Hata kama utasuka nywele ziende zinaburuza chini, hakuna shida. Na hizo hazipo. Humo sijai muona hata mmoja aliyesuka hata za kwenda hapa. Hayo. Wote mnasuka nywele lazima zitakuwa zimeishia. Kwa hiyo suka unavyotaka, nyoa unavyotaka, usitende dhambi tu. Lakini hata kama una nguo, kwa Yesu zipo. Amen. Amen. Hata usipoomba nguo, ukija hapa kuna watu wana pesa yako, wana nguo zako, wana kazi yako, ukiangalia tu wanakuja kwa. Amen. Yo. Na mtu anafikiria sema hivi hata madeni naisha. Tena kwa Yesu madeni naisha kirahisi zaidi.